Amen. Haleluya. Mwili umvuta mwanadamu apate mauti. Ndio maana mwili wako ni mwili wa mauti. Unawaza kutenda machafuko, unawaza kumkosea Mungu. Haleluya. Mwili ni mlango wa kufanya moyo uwaze mabaya. Moyo wa mwanadamu umekuwa ni kichaka, lakini lango la moyo kupokea mabaya ni mwili wako. Amen. Haleluya. Haleluya. Tamaa ya mwili ni kutenda dhambi. Tamaa ya mwili kumkosea Jesus. Tamaa ya mwili ni anguko. Haleluya. Haleluya. Watu wengi wamemwasi Mungu wao kwa sababu ya tamaa ya mwili. Mwili utamani kutenda dhambi. Mwili utamani kutenda mabaya. Haleluya kanisa. Wanadamu wengi wamejaa duniani. Haleluya. Wamemkosea Jesus kwa sababu ya mwili. Amen. Mwili unatamani. Haleluya. 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 Na tamaa inajengeka kwa kutazama kwa macho yako ya nyama. Macho ya nyama yanapotazama huanza kujenga mazingira mabaya ndani ya nafsi yako. Useme amina mbona? Unasema amina kubwa kabisa. Sema amina kubwa kabisa. Haleluya. Tamaa, tunaambiwa tamaa ya mwili ndio mwanzo wa mtu kutenda dhambi au kufanya maovu. Mwanzo wa mwanadamu au ni chanzo cha mwanadamu kutenda dhambi. Haleluya. Na kitufanya mwili uanze kutengeneza tamaa ni macho yako. Hebu msomaji wasomea hawa kitabu 11 na mstari wa 34. Amen. Mwili leo. Amen. Ina maana akufanya usinde mwili ni Roho atakaingia ndani yako. Roho Mungu atakapokaa ndani yako. Huyo Roho Mtakatifu akitua ndani yako lazima ushinde matendo ya mwili. Huwezi kuyashinda matendo ya mwili pasipo kuvaliwa na Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu ambaye Yesu Kristo wa mkombo akikaa ndani yako lazima uyashinde matendo ya mwili. Pigia makofi baba mzee wa Yesu. Kitabu cha Luka 11:34 salate. Nasoma kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 11 na